Asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni makao makuu ya klabu ya Young Africans Sports Club, na tumewaita hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa kadhaa ambazo zinahusu timu yetu kuelekea mechi za mashindano ambayo yako mbele hapa. Kama ambavyo tumetoa taarifa jana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kikosi cha klabu ya Yanga kimesharejea kambini pale Avic Town, na tumerejea kambini wachezaji wote kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu ya ligi kuu ya NBC, ambayo kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi mechi hii imepangwa kuchezwa tarehe 9 katika uwanja wa KMC Complex, na tutakwenda kucheza dhidi ya wenyeji wa huo uwanja kwa maana ya KMC Football Club. Kwa hiyo timu yetu yote imesharejea kambini na maandalizi sasa, akili nguvu tumeelekeza kwenye mechi ya tarehe 9 dhidi ya KMC Complex. Mechi ambayo imeahirishwa ni mechi ya klabu yetu ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na dhidi ya Tanzania Prison ambayo ilikuwa ifanyike Dodoma. Nafahamu tayari matawi mbalimbali ya klabu yetu Young Africans yalikuwa wameshafanya maandalizi ya safari ya kuelekea Dodoma kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo ni wape pole kwa wote ambao mlifanya hayo maandalizi, na mechi hii imeahirishwa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, na sasa tusubiri bodi ya ligi kutugia mwongozo ni lini tena ratiba hii itakwenda kupangwa, tuanze safari ya kuelekea Dodoma kama bado Prison watakuwa wanatumia uwanja wa Jamhuri. Hali ya majeruhi kwenye kikosi chetu. Mara ya mwisho tunazungumza tuliwapa taarifa ya mchezaji Clement Mzize ambaye kimsingi ndio mchezaji pekee mwenye majeraha kwenye kikosi ambacho tuko nacho msimu huu kwa ambao tumewasajili. Na baada ya kufanyika vipimo na ushauri wa jopo la madaktari wa klabu yetu Young Africans wakishirikiana na technical bench ya klabu yetu na mchezaji mwenyewe Clement Mzize, tulifikia kukubaliana mchezaji huyu akafanyiwe operation kwa sababu alikuwa na pona kidogo na anarudi uwanjani na pata majeraha tena. Kwa hiyo baada ya kufanyika vipimo vya kina, tulikubaliana mchezaji Clement Mzize akafanyiwe operation ya sehemu ya goti, na hivi ninavyozungumza na nyie operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize alhamdulillah anaendelea vizuri baada ya operation hiyo. Tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki 8 mpaka 10 kama ambavyo jopo la madaktari limeelekeza. Kwa hiyo nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 8 mpaka 10, huku madokta wakiendelea kukagua kwa karibu hali yake ya kiafya mpaka hapo ambako ataimarika na kurudi uwanjani. Yes, katikati hapa kumepangwa draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na klabu yetu Young Africans Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahly kutoka Misri, kuna timu inaitwa FAR Rabat kutoka Morocco, na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia hilo kundi ambalo lina timu 4, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri, kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndio kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndio kundi la kifo. Kwa nini kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote 4 ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri, mbali na ubora wa timu zote 4 kwenye kundi hili, lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Morocco, kuna ligi ya Algeria, na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye 5 bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lele mama. Na sisi uongozi wa klabu Young Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu na ni kundi ambalo halitabiriki mpaka tunavyozungumza sasa hivi. Yoyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali.
na sisi kama club tunaanza mipango yetu sasa hivi kuhakikisha tunakuwa timu moja katika mbili ambazo zitaqualify kuelekea hatua ya robo finali inshallah. Tayari ratiba imeshatangazwa kwa maana mechi zitakavyokuwa. Young Africans tutaanzia mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Baada ya hapo tutasafiri kwenda Algeria kucheza na JS Kabylie. Baada ya kucheza na JS Kabylie tutakuwa na mchezo mwingine wa ugenini dhidi ya Ahli Misri, alafu tutarudi nyumbani kucheza mechi nyingine dhidi ya Ahli ya Misri, alafu tutasafiri tena kuelekea Morocco kurudiana na FAR Rabat, na mchezo wa mwisho utafanyikia Tanzania dhidi ya JS Kabylie. Kwa ratiba hiyo tayari CAF wameshaipost na nafahamu waandishi na mashabiki wa klabu yetu Young Africans watakuwa wameshaiona na kuielewa. Kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi, baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu ni kama wameshatutoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo na inshallah tutakwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo maandalizi kule Pemba, Unguja yaanze haraka kuhakikisha wanaipokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani. Na mashabiki wengine kutoka mikoa tofauti, Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania, pia tunawaomba na nyie tujiandae. Mechi itafanyika, mechi ya kwanza ni tarehe 22 kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi, ni siku ya Jumamosi, na itapigwa mechi hii majira ya saa 10 kamili jioni New Aman Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo tuanze maandalizi na sisi matawi yote ya Yanga Tanzania na tuwe tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar New Aman Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Nimezungumza nafikiri kwa Kiswahili tu chepesi ndugu yangu, kwa kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu ya Young African Sports Club, lakini pia tunatambua sisi kama klabu ya Young Africans sehemu yoyote hapa Tanzania tukicheza tunafanya vizuri, sehemu yoyote ile, haijalishi ni Benjamin Mkapa, haijalishi ni CCM Kirumba, haijalishi ni Sheikh Amri Abeid kule Arusha, popote ambako Young Africans itakwenda kucheza inacheza na inafanya vizuri. Zanzibar pia ni sehemu ambayo tukicheza tunafanya vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi ya kwenda kucheza New Aman Complex. Ni sehemu ya Tanzania na ni sehemu ambayo tunaamini tutakwenda kupambana na kupata matokeo mazuri kama ambavyo tumepambana katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hakuna muujiza, ni uchaguzi tu wa viwanja, na sehemu zote ambazo tutacheza tunaamini tuna nafasi ya kupambana na kupata matokeo mazuri.